tulijue jimbo la Kawe. Jimbo la Kawe ukiwa unatoka mjini, ukifika daraja la Salenda, mkono wako wa kulia kote ni jimbo la Kawe. Kutokea daraja la Salenda, mkono wa kulia kote ni jimbo la Kawe mpaka wa Bagamoyo kwenye daraja la Mpiji. Ni kati ya majimbo ambayo geographical kwa kweli ni makubwa. Kulia kote tangu Salenda Bridge mpaka Bagamoyo, na ukifika Mwenge inakuwa kulia na kushoto. Wakati tunaingia madarakani baada ya uchaguzi uliokwisha, jimbo hilo lilikuwa lina shida nyingi kweli kweli. Kwanza shida ya kwanza kubwa ilikuwa ni maji. Kulikuwa na shida kubwa sana ya maji. Wananchi walikuwa wananunua maji, lakini tulifanikisha mradi ambao kutokea Ruvu chini tukajenga matanki. Kusema kweli shida ya maji sasa hivi imepungua. Pamoja na kwamba kuna baadhi ya maeneo matatizo ya maji yanakuwepo, lakini matatizo ya kimfumo, lakini kwa namna nzuri tumefika pazuri kwenye swala la maji. Lakini pia tulikuwa na shida kubwa sana ya hospitali. Tumejenga hospitali kadha wa kadha tangu tumeingia madarakani. Tumejenga zahanati. Kuna baadhi ya zahanati zingine tumezi upgrade na kuwa kituo cha afya, na halmashauri basically wamefanya kazi kubwa sana. Kwa upande wa afya tumefanya kazi kubwa. Kwa mfano tumenunua ambulance, tumeleta ambulance pale kituo cha afya cha Kawe, ambulance mpya kabisa Land Cruiser. Kituo cha afya cha Nakasangwe tumeleta ambulance kabisa mpya kabisa. Kwa hiyo tumefanya mambo mengi kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye maeneo ya michezo nilianza michezo ya kimila inaitwa Rede, Gwajima Rede. Niliona wanawake wengi baada ya waume zao kwenda kazini, kama unavyojua kwa utamaduni wetu wanawake wengi wanabaki nyumbani. Kwa hiyo wanakuwa wanashambuliwa na magonjwa yanayotokana na uzembe. Nikaanza michezo inaitwa michezo ya Rede, ambayo wanawake wanakutana wanacheza. Jimbo la Kawe lina takriban mashina 1000. Kwa hiyo kwenye kila shina nikawanunulia jezi za Rede 20. Kwa hiyo nimenunua almost jezi 20,000. Kwa wanawake wanacheza, wanaruka, wanakwenda huku. Imefanikiwa sana kwenye pande wa michezo pamoja na soka pia. Lakini kwenye eneo la elimu, kuna baadhi ya maeneo wakati mimi naingia yalikuwa hayana shule kabisa. Kwa mfano kwa mfano tuseme the early school, shule ya msingi. Kwa mfano ukifika Tegeta pale mkono wa kushoto kwako cha Simba cha Tembo kule juu, watoto walikuwa wanatoka cha Tembo wanavuka kwenda Kunduchi kwenda shule ya msingi. Nikaamua mimi mwenyewe kwa pesa yangu ya mfukoni, pesa binafsi, kuanza kujenga shule kwa jimbo nje ya mfuko wa jimbo. Sio pesa ya mfuko ya jimbo, fedha yangu binafsi ya mfukoni ya familia yangu. Nikaanza kujenga shule ya msingi. Nimeenda pale sasa hivi naelekea wanafunzi wataingia pale tayari kwa ajili ya kwanza. Na maeneo mengine tumejenga shule za English media, kwa mfano kule Kisauke, jenga shule nzuri ambayo wanafunzi wa shule ya msingi wanasoma kwa mchepuo wa Kiingereza. Tunajenga gorofa moja kubwa sana hapo Wazo, tawi la kata ya Wazo pale. Kwa hiyo kwenye swala la afya, swala la elimu tumefanya mambo makubwa sana. Lakini kama kawaida huwezi kufanya yote kwa sababu budget za serikali za halmashauri ziko limited. Huwezi kufanya yote. Kuna baadhi ya mambo ambayo lazima tuendelee nayo ili kwamba wanakawe waendelee kustawi na jimbo la Kawe liendelee kuwa vizuri. Sasa hivi ni jambo gani ambalo unatamani lifanyike katika miaka 15 ya ubunge, ambalo unatamani kwamba hii jambo hili kifanyika kwa Kawe utakuwa umelizika moyoni kama mbunge, ambalo kikweli serikali kifanye jambo hilo utasema yes? Kawe ni barabara. Kawe ni barabara. Kawe tuna mambo makubwa matatu ambayo ndiyo makubwa zaidi kwa Kawe. Ya kwanza ni barabara. Ya pili ni mito kupanuka na kuchukua maeneo ya watu. Kwa hiyo unakuta mito imepanuka inabeba nyumba za watu. Jambo la tatu ni takataka. Takataka ambazo wakandarasi wako halmashauri, lakini sema kwa takataka ni changamoto kubwa sana kwenye maeneo hayo. Lakini jambo lingine ni vivuko. Vivuko, kuna baadhi ya maeneo ambayo kwa sababu barabara ni mbovu zimebomoka, kwa hiyo maji yanaenda mahali ambapo sipo, yanatengeneza makorongo, panalazimika kufanya vivuko. Lakini mimi mwenyewe nilinunua grader kwa ajili ya kusaidia barabara kwa hela yangu binafsi. Lakini pia nimeshawishi kwenye mfuko wa mbunge wa jimbo ule, tumeamua kununua grader mpya, motor grader mpya, na tumeshaomba kibali TAMESA, wametupa specification. Tumeomba kibali ofisi ya waziri mkuu ameshatupa.
tumeshatangaza tenda, tumeshafungua tenda. Kwa hiyo unaniona sasa hii hapa nataka tununue motor grader ya jimbo la Kawe peke yake. Twende sasa shina kwa shina, barabara, mtaa kwa mtaa, tumalize shida ya barabara kabisa na Kawe ingae tena. Kwa hiyo kubwa ya Kawe ni barabara. Barabara Kawe. Tumalize neno hili la taka. Kwamba Kawe hakuna madampo ama hebu kidogo hapo. Nitaka kwa namna ipi, lakini pia halmashauri ya manispaa Kinondoni hajana na jambo hili la taka hili. Kama hamna dampo bahati nzuri kwamba mbunge ni mmoja wapo wa baraza la halmashauri, ni diwani kwenye halmashauri. Mimi nafikiri maisha ni kujifunza. Ule utaratibu tuliouweka wa kwamba wakandarasi wanachaguliwa na halmashauri afu wanapelekwa kwenye mtaa. Kwa hiyo wanaisikiliza halmashauri zaidi kuliko wananchi walio kwenye serikali ya mtaa. Kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na wengine wanakuwa hawana nguvu juu ya huyu mkandarasi wa taka. Akilinga, akifanya hivyo hawezi kumfanya chochote kwa sababu ameajiriwa na halmashauri. Na halmashauri na mitaa mingi almost 100 na kitu. Si rahisi mkurugenzi akaweza kuwaona hawa wote wanavyofanya. Kwa hiyo mimi nafikiri pamoja na kwamba ni makosa tulifanya in the future, mimi nawaza kwamba ni vizuri mkandarasi wa takataka achaguliwe na serikali ya mtaa, ili kusudi panapoonekana pana tatizo tuwe na nafasi ya kuwajibisha mtaa na tuwe na nafasi ya kumtoa, to employ and fire. Lakini sasa hivi anafanya kazi za serikali ya mtaa, lakini ameletwa na halmashauri, na halmashauri peke yake ndio inaweza kumuondoa, na halmashauri haiko kule kila siku. Kwa unakuta hiyo ni kosa ambalo naona sisi kama halmashauri tulilifanya. Mimi binafsi, au ni mawazo yangu binafsi, kwamba ni muhimu mkandarasi awe anapatikana kutokea serikali ya mtaa, ili watu wa mtaani na wananchi wenyewe waweze kumwajibisha wakiona hawajaridhika na namna anavyodili na takataka zao. Swala la mwisho. Tarehe 18 mwezi wa pili, mwenyekiti wa chama taifa Samia Suluhu Hassan alisema ana baadhi ya picha na ushahidi kwamba kuna baadhi ya watu wanafanya fujo majimboni kabla ya muda. Vipi Kawe, vipi? Hamna fujo yote ambayo inakuja Kawe? Mimi kwenye jimbo la Kawe yote anayekuja aje tu, sina neno lolote. Kwa kawaida kuna baba wa familia na kuna vibarua wanaokuja. Bahati nzuri mimi ni Msukuma wa Mwanza, tunasema kwenye Kisukuma ni mirija atina ngunda, kwamba yule kibarua si mwenye shamba. Mimi aje tu yote tutamchapa, tutampiga mpaka toke vumbi. Tuliofanya Kawe ni makubwa, tumejenga matawi ya chama. Mimi binafsi kwenye chama changu, Chama cha Mapinduzi, kama unavyojua ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa. Nilipoingia kwenye jimbo la Kawe haraka kwa mfano, kata ya Kunduchi ina matawi ya chama 10. Nilikuta wana ofisi za chama 5 tu. Ofisi zingine, matawi mengine ya chama wanafanya halmashauri za matawi chini ya miti. Nimejenga majengo makubwa. Kata ya Wazo ina matawi 14. Yote nimejenga majengo. Kwenda Bunju nimejenga majengo. Kwenda Mobepani nimejenga majengo. Jumla nimejenga majengo 49. Kwa fedha zangu binafsi za mfukoni. Sio mfuko wa jimbo, ni majengo ya chama haya. Na majengo yenyewe sio kwamba ni jengo tu la kijinga. Jengo moja lina ofisi ya chama, lina ofisi ya UVCCM, lina ofisi ya UWT, lina ofisi ya wazazi, na lina ukumbi wa mkutano wa kutosha halmashauri ya tawi. Kila jengo majengo 49. Na mabarozi ni sehemu ya kikao hicho cha tawi, ambao ndio wapiga kura wetu. Kwa hiyo yajayo yanafurahisha. Kuhusu uboreshaji wa daftari la wapiga kura, kwanza ni vizuri kujua kwamba nguvu ya mwananchi ni kura yake. Kura ya mwananchi inaweza kumfanya huyu aingie na huyu atoke. Mwananchi kama haridhiki na mtu, kama huridhiki na mtu yoyote uliyemweka madarakani kwa kura yako, unaweza kumondoa madarakani kwa kura yako. Inaanzaje? Jitahidi sana ukajiandikishe. Kuna wale ambao miaka ya nyuma, uchaguzi uliopita, walikuwa na umri chini labda miaka 16 au 15, sasa wanatosha. Wewe utaandikishwa upya. Na kuna wale ambao kwa namna nyingine wamehama kutoka mtaa mwingine kuja eneo lingine, wilaya nyingine kuja mahali pengine, na wenyewe ni vizuri kuhuisha taarifa zao. Kwa nashauri sana wananchi wote wa jimbo la Kawe, hasa kwa ujumla wanaonihusu,
jitokezeni kwa nguvu kwa hizi siku chache zilizopo, mkajiandikishe kwa ajili ya kutumia haki yenu kumchagua mnayemtaka na kwa ajili ya maendeleo yenu.